Ndugu zangu waandishi wa habari, nitakuwa si sawa kutozungumzia hili. Hivi karibuni tulikuwa na uchaguzi mkuu na tumewashukuru wananchi kwa kura nyingi za kishindo. Lakini tukumbuke kuwa ni ukweli wa dhahiri kuwa tarehe 29 ya siku ya uchaguzi kulikuwa na maandamano ambayo yalibeba hisia za wananchi, hasa vijana, na ni wazi kuwa vijana siku hiyo waliandamana, wengine kwa kurubuniwa na wengine kwa kufuata mkumbo. Kuna wengine walirubuniwa aidha kwa kupewa fedha, aidha kwa ushawishika, na baadhi ya mabepare, ninaweza kaita mabepare kwa sababu ni watu ambao hawako katika nchi hii, hawana kitu tofauti na wakoloni ambao wanataka kuwatawala tu watu. Hawa ni mabepare ambao wako nje ya nchi hii, wanatumia rasilimali zao, wanatumia maneno yao, ushawishi wao kuwadanganya na kuwarubuni baadhi ya vijana, na vijana wengine walifuata mkumbo katika kuleta maandamano haya. Namshukuru Mwenyezi Mungu, vijana wetu wa wilaya yetu ya Moshi vijijini, hakuna kijana yote aliyefuata mkumbo, hakuna kijana yote aliyerubuniwa katika masuala ya kwenda kuandamana. Kuna baadhi ya taasisi za kidini zetu, taasisi zetu mbalimbali, zimekuwa kila siku ajenda na hoja ni tarehe 29. Tukiingia msikitini 29, tukiingia kanisani 29. Sasa mimi nakumbuka na ninaelewa kwamba Tanzania ni taifa lenye amani nyingi, na taasisi za dini zimekuwa nguzo ya mshikamano katika taifa letu. Zimetufundisha maadili, zimetutuliza moyo, zimekuwa daraja la mshikamano wa jamii. Lakini sasa taasisi hizi zimeanza kunishangaza. Hata hivyo, kuna haja ya kusisitiza kuwa dini zitumike kama majukwaa, zisitumike. Dini zisitumike kama majukwaa ya matusi, dharau na migawanyiko ya kisiasa. Kwa masikitiko makubwa, vijana na hata mimi mwenyewe mwenyekiti wa vijana wa wilaya hii, mimi mwenyewe nimekuwa nikifuatilia mijadala na kauli nzito zinazotolewa ndani ya baadhi ya nyumba za ibada zenye maneno kama malofa, wapumbavu, wasaliti na maneno mengine ambayo ni ya kejeli, ambayo yamekuwa yakitoka katika madhehebu mbalimbali ya kanisa zetu na misikiti yetu. Na mamlaka, hata Biblia zimeandika kwamba lazima tutii mamlaka ya serikali. Ndugu zangu, maandiko haya yanatufundisha kuwa lugha ni ngumu, inaweza kujenga au kuharibu. Tunapokuwa tunaongea maneno, fikiria kwanza kabla kile unachokiongea, unachokisema. Tuangalie kinaweza kujenga au kinaweza kuharibu. Tunapoanza kushuhudia majibizano ya dini, migawanyiko ya ndani ya dhehebu moja kwa moja, vijana wataelekea wakivutwa kwenye chuki badala ya matumaini. Twendeni tukazungumzie about maendeleo ya kuliendeleza taifa letu, lakini tusirudi nyuma kuanza kuzungumzia masuala yaliyopita. Tunakwenda kujenga chuki baina ya Watanzania wenyewe, baina ya waumini wenyewe, tunaenda kujijengea chuki. Tunapokwenda kujenga chuki, tunakwenda kuwagawanya vijana na wazazi kwa ujumla. Na vijana ndio taifa la leo na kesho. Niwaombe sana ndugu zangu, hatari yake ni kubwa sana, uathiri mshikamano wa taifa na hata dini zetu kwa ujumla. Lakini pia uathiri amani ya taifa na dini zetu zenyewe haya yanaendelea. Uathiri pia mustakabali wa vijana ambao ndio tunakuwa sisi katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Tunaenda kuathiri. Ni jukumu letu kulinda mshikamano huu ambao tuko nao na tuuendeleze kwa kutaka amani, upendo, haki na maendeleo katika taifa letu, lakini sio kwenda kuzungumza masuala ambayo yanakwenda kurudisha nyuma maendeleo. Ukiwa kwenye kipaimara utasikia 29 maandamano, ukiwa kwenye batizo 29 maandamano, Krismasi 29. Sasa najiuliza, je, hizi taasisi za kidini zimeacha kuhubiri au kuswali masuala ya kiroho? Wameingia sasa kwenda kwenye siasa, wameingia kwenda kugusia masuala ambayo sio mustakabali wa dini zetu. Dini zetu zinakwenda kutuponya kiroho, kimaadili, lakini sasa tunaacha yale yote, tunaanza kuzungumzia masuala ya maandamano. Tunakwenda kukaa katika zetu watu malofa. Alafu kuna waumini, kuna watoto wanapata kipaimara au batizo mle ndani. Inasikitisha. Nitoe wito kwa viongozi wa dini, viongozi wenzangu wa kisiasa wote, lakini vijana na wananchi wote wa taifa letu. Tushirikiane katika kulinda amani na upendo wa taifa letu. Lakini pia tuheshimiane na kutanguliza utaifa tulioko nao, na sio tutangulize utofauti mwingine. Tukitanguliza utaifa, tangu unapozaliwa Tanzania, wewe tayari ni Tanzania. Lakini hizi dini nyingine, naweza nikawa Uislamu leo, kesho nikatoka nikaenda Katoliki, kesho nikatoka nikaenda KKT, nikahama. Lakini ili uweze kuhama utaifa, ni wewe uamue sema sitaki kukaa tena Tanzania. Automatically ukishazaliwa Tanzania, wewe ni Tanzania. Warumi 12:18 inasema, kama yawezekana kwa upande wenu muwe na amani
na watu wote. Kama yawezekana kwa upande wenu, muwe na amani wakati wote. Anatufundisha Warumi 12 aya ya 18.